Kuandamana kwa amani ni haki ya kila Mtanzania. Hata mimi mwenyewe binafsi tarehe 29 nitaungana na Watanzania wenzangu kuandamana kwa amani kabisa. Lakini sasa kwa mujibu wa katiba ya nchi inasema ya kwamba ili mruhusiwe kuandamana ni lazima kibali maalum kitoke sekta maalum ili nyie mruhusiwe kuandamana. Lakini sasa ajabu ni kwamba wanaotakiwa kutupa hicho kibali hawatoi hicho kibali. Kwa nini? Kwa sababu hawataki kusikia ukweli wa yale yanayotuumiza. Na hii kitu imenipa picha kamili kabisa ya kwa nini Watanzania tumezoea kuumia huku tunapulizwa. Maumivu ya kupulizwa. Unaumia huku unapulizwa. Kwa sababu hivi vitu vimekuwa vikitokea tangu kwenye familia za Watanzania wengi sana. Familia za Watanzania wengi sana kuna watoto wa kike kwa wa kiume wamebakwa, wamelawitiwa na wamejaribu kuomba misaada kutoka kwa watu wao wa karibu ambao wamewaamini ama wanatakiwa kuwalinda. Lakini nini kilitokea? Hao watu walisalitiwa, hao watoto waligeukwa kwa sababu tu labda aliyemlawiti huyo mtoto ni mchungaji wake, kiongozi wake wa dini, ama kiongozi fulani serikalini, ana nyadhifa fulani kwenye jamii. Huyo mtoto akipeleka hiyo kesi popote pale hawezi kusikilizwa. Kwa nini? Mchungaji wako hawezi kufanyia hivyo. Shehu hawezi kufanyia hivyo. Sijui huyu waziri hawezi kufanya hivyo kabisa kabisa, hawezi, ni mtu mzuri. Lakini kiukweli na kiuhalisia kuna watu wako na wanaweza kufanya hivyo. Na wako kwenye jamii zetu, ni viongozi wa dini, ni viongozi katika serikali. Sasa huyo mtoto imagine ndo sisi hapa ambao tumekuwa sasa kwenye hii jamii. Unaweza kuongea nini wewe? Kwa sababu tangu ukiwa mdogo ulikuwa unanyamazishwa, huku unapulizwa. Unaumizwa, huku unapulizwa. Tumeshazoea. Sasa wakati umefika ukweli usemwe, tuache kukumbatia haya mambo. Haijalishi tutasikilizwa, haijalishi wanaotuumiza watakumbatiwa, sisi ndio tutaonekana wabaya, lakini ukweli usemwe. Unawezaje ukataka kumuumiza mtu ambaye ni harmless, hawezi kufanya chochote, maskini tu mmoja? Shida yake ni kukuambia tu ukweli kwamba mkubwa, hapa naumia, unaniumiza na hii kodi, ama mkubwa nirahisishie hiki niweze kufanya, mimi mfanya biashara mdogo, nisaidie hiki basi ili na mimi nikue kama wewe vile unavyokuwa, na kuweza kuafford kusomesha watoto wako sehemu hizi, na sisi huku chini tunatamani. Lakini matokeo yake imekuwa kama familia ya kibabe ambayo baba hataki kusikiliza watoto wake, ama mama hataki kusikiliza watoto wake. Atakachoamua yeye ndicho hicho. Sasa mambo yote haya yamebaki mikononi kwenu wakubwa. Kwa sababu hata huyo ambaye amejikatia tamaa leo hii anaweza kuwa amefikia hatua ya mwisho ya kuamua liwalo na liwe. Nani atakuwa kafara sasa? Kuna watu lazima wawe kafara ili wengine pengine wapone. Kwa hiyo ninyi ndio mmebaki kuwa na maamuzi ya mwisho. Vijana wachafukwe ama wasikilizwe. Mimi nawapenda sana jamani. Peace.